Naitwa Dr. Erasto Silvanus, mkurugenzi wa huduma za dharura na majanga, Wizara ya Afya. Na leo nimekuja nikimwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Afya kwenye ufunguzi wa mradi wa ufuatiliaji wa magonjwa, hususan magonjwa ya virusi vinavyosababisha magonjwa yanaitwa dengi na chikungunya. Lakini ni mradi wa miaka 5 ambao pia katika miaka inayofuata tutakuwa tunaongeza uwezo pia wa kupima virusi vingine ikiwemo influenza, virusi wanaosababisha matatizo ya upumuaji ikiwemo influenza, COVID na virusi wengine. Kwa mradi huu unafanywa na kupitia maabara yetu ya taifa ya afya jamii kwa kushirikiana na yani kwa maana hiyo serikali kushirikiana na wadau wetu wa Korea, wanaitwa Korea Foundation for Healthcare, International Healthcare, KOFI kwa kifupi. Kwa hao wenzetu wameendelea kusapoti kwa kushirikiana na serikali ufuatiliaji wa magonjwa haya na kuwezesha wataalamu wetu wa maabara ikiwemo au hususan maabara kuu ya taifa ya afya jamii, lakini pia katika vituo fulani ambavyo vimeandaliwa katika maeneo yetu ya halmashauri zetu na mikoa ambao vinaweza vikapima magonjwa haya. Kwa mradi huu unaenda kusaidia kwanza kwenye ugunduaji mapema wa virusi hawa ambao wapo kwenye ukanda huu wa joto, ukanda wa mvua nyingi ambao Afrika Mashariki ipo pia, na ukanda wote wa bahari ya Hindi, Asia na Amerika ya Kusini ni maeneo ambayo yanapata sana magonjwa haya. Kwa ufuatiliaji wetu huu kupitia huu mradi utasaidia sasa tunapokuwa tuna watu wenye homa, wenye maumivu ya mwili na nini, vitu ambavyo sio malaria, waweze kuchunguzwa pia ni wadudu gani sasa, kama sio malaria na kama sio magonjwa mengine ya kuambukiza, basi tuweze kuangalia na dengi na chikungunya. Kwa hiyo project hii matumaini yetu kwamba itaenda kusaidia sasa watu waweze kupima mapema na kuweza kupata matibabu mapema. Hii itasaidia kuendelea kuwa na afya na jamii yenye afya zaidi, na watu pia wasiwaze kwamba magonjwa hayo hayajulikani. Kwa kila mtu anaweza akapata ugonjwa wake ni nini, sababu maabara hii na project hii inapoenda itakuwa inapima pia na virusi. Baada ya hivi virusi vikiwa vyote havipo au malaria pia haipo, wataangalia basi ni bakteria gani au ni kimelea gani ambacho kimesababisha ugonjwa. Kwa hiyo ni project muhimu ambayo inatusaidia kwenye ugunduzi wa magonjwa na kuboresha zaidi afya ya jamii. Kwa majina naitwa Ambele Mwafulango. Tunashukuru sana kwa uwezo ambao serikali imewekeza. Kwanza kabisa lazima nianze kushukuru namna hiyo. Maabara yetu ina uwezo mkubwa sana. Ina uwezo ambao ni wa ndani lakini na vile vile wa kimataifa, na maabara ina ithibati za kimataifa za viwango ambao tunaziita ISO certification au ISO accreditation. Maabara yetu ina uwezo wa kupima hao wadudu au hao virusi vya dengi na chikungunya katika namna zote, katika vipimo vya haraka lakini na vipimo vile vya kimolekuli, na vile vile kuweza kuangalia aina au anuai za hao virusi. Ndio maabara yetu iliyo na uwezo huo. Kwa hiyo inapokuja hii project ambayo ambayo imezinduliwa siku ya leo, ni kwamba tunaenda kufanya utekelezaji, sio kujenga. Katika upande wa kupima, tunaenda sasa kupima na kuangalia uhalisia uliopo katika nchi. Vifaa tunavyo, wataalamu tunao. Kubwa hapa tunaenda kuongezewa sasa uwezo ambao tunaenda kuongeza ni ule kufundisha watu wengine sasa kwenye maabara zilizoko chini na kwenye vituo vya afya, na uelewa mkubwa uweze kuwepo ili tuweze sasa kujua burden of the disease, yani tujue ukubwa sasa wa tatizo. Kwa sababu kama sasa hizi tunaweza tukaletewa sampuli, tukapima, tukakuta labda ugonjwa mmoja au lakini huwezi kujua ukubwa wa tatizo kama hujafanya tafiti au hujafanya uangalizi ambao unasema ni surveillance. Kwa hiki ndio ambacho tunakwenda kukifanya kwa sasa hivi.